Yes, ni taarifa kutoka katika vyanzo vya kuaminika kuhusu klabu ya Simba na Young Africans au mapacha kutoka Kariakoo, Dar es Salaam. Klabu vioo ndani ya kandanda ya Tanzania, klabu zenye mafanikio makubwa zaidi ndani, na ndio klabu ambazo zimekuwa zikituwakilisha vyema katika michuano ya kimataifa huko mbali. Hapa nazungumzia Simba na Yanga. Yes, taarifa kutoka katika vyanzo vya kuaminika ni kwamba miamba hii miwili wanabadilisha venue, wanabadilisha uwanja au viwanja ambavyo watavitumia katika ligi kuu na michezo mingine mbalimbali ya ndani kama viwanja vyao vya nyumbani, isipokuwa michezo ya CAF. Sasa hapa tunakwenda kuangalia sababu mbili ambazo zinawahamisha hawa wote wawili, ambao kimsingi uwanja wao nyumbani kwa msimu huu ni uwanja wa Benjamin Mkapa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Taarifa kutoka katika mamlaka ya kiserikali kwa maana ya wizara yenye dhamana na michezo yenyewe, kupitia katibu mkuu wa wizara hiyo alinukuliwa na gazeti la The Citizen akieleza kwamba Simba na Yanga wanatakiwa kupisha maboresho katika uwanja wa Mkapa, hususan katika mechi hizi za ligi kuu ambazo zipo weekly. Watakuwa kitumia uwanja wa Mkapa, lakini inapokuja swala kimataifa basi watarudi kutumia uwanja wa Mkapa. Na uwanja wa Mkapa, ikumbukwe, ndio uwanja ambao qualified, ni viwanja viwili ambavyo qualified kwa muktadha wa Tanzania bara, ni uwanja wa Mkapa na uwanja wa Azam Complex. Lakini katika mechi za ndani basi watafute njia nyingine za kwenda kucheza, isipokuwa zile big matches, Simba na Yanga wakikutana wenyewe kwa wenyewe, Simba na Azam, Yanga na Azam, hivyo ni mechi ambazo watarudi kucheza katika uwanja wa Mkapa. Lakini tukiachana na hiyo nukuu, tukija katika muktadha mwingine kwa maana ya viwanja ambavyo wanakwenda kuvicheza, of course nimeona vikijadiliwa, na binafsi nilikuwa nasubiri uthibitisho wa hii taarifa kutoka katika vyanzo vya kuaminika, huku urasmi wake kabisa tunasubiri kupitia wenyewe klabu. Lakini so far tunapozungumza, wote wawili walikuwa wanacheza katika uwanja wa Mkapa, na moja ya sababu ambayo ilikuwa inapelekea wacheze uwanja wa Mkapa pia kumzingatia broadcasters, kwa maana ya warushaji haki za matangazo ya televisheni. Hapa nazungumzia Azam TV, ndio wenye dhamana hiyo kwenye biashara ya matangazo haya ya television. Muda mzuri ambao unapata viewership kwa maana ya waangaliaji wengi ni usiku. Ukiangalia hata ratiba ya hizi mechi ya hizi timu kwa maana Simba na Yanga, hapa kwa muda mrefu wamekuwa wakicheza weekdays, yani katikati ya wiki ndio wanacheza mechi zao. Maana yake ni muda ambao watu wengi wanakuwa katika kazi, bado hawajarudi zao nyumbani. Lakini ukicheza mechi saa moja, angalau kuanzia saa moja kwenda mbele, unakuwa na garantia kuwapata watu wengi ambao wanakuwa nyumbani wanaangalia hizo mechi. Yes, kwa hivyo haki za matangazo pia ni miongoni mwa vyanzo ambavyo vilewafanya watoke katika uwanja wa KMC Complex kwenda katika uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kucheza mechi zao za nyumbani katika domestic cups. Sasa baada ya marekebisho hayo au uhitaji wa uwanja huo, manake sasa wote inabidi waondoke, na taarifa za awali kutoka katika mamlaka ya uwanja wa KMC zinaeleza kwamba klabu hizi zote mbili ilikuwa ziende katika uwanja wa KMC Complex, kwa maana warudi kule ambako walikuwepo msimu uliopita. Kwa hiyo hata wote wawili walifanya application, maombi ya kurudi katika uwanja wa KMC. Lakini baadaye klabu ya Simba ikabadilisha mtazamo, wakaona hakuna haja sasa kuendelea kushikana kukaa pamoja, bora tafute sehemu nyingine. Kwa hivyo imelazimika, ikawalazimu waombe kwenda kutumia uwanja wa Meja General Isamuhyo ambao unapatikana Mbweni hapa Dar es Salaam. So mpaka sasa ni taarifa ambazo tunasubiri urasmi kwa maana ya wenyewe kusema, lakini mpaka sasa ufahamu kwamba msimu ujao wa michuano ya ndani, domestic leagues, vitatumika viwanja. Kwa Simba watatumia uwanja wa Meja General Isamuhyo, na Young Africans watatumia uwanja wa KMC Complex ambao vyote viko hapa Dar es Salaam, na hizi ni timu zote kutoka hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mazingira yanaselea hivyo kwa timu hizi zote mbili. Ukiangalia uwanja wa KMC Complex bado hauna taa, na kimsingi mpango wa mamlaka ya kiwanja, taa walikuwa wanatarajia kuzikamilisha mpaka mwishoni wa mwezi wa 11 iwe tayari zimekamilika.
Kwa mantiki hiyo sasa, tunapozungumzia mwishoni wa mwezi wa 11 na hapo mwezi wa 12 tayari tunaweza kuingia katika AFCON, kuna possibility kubwa ya duru la pili ndio uwanja wa KMC Complex ukawa na taa. Yaani taa zikawekwa katika duru la pili la ligi. Hiyo ni probability kubwa sana au uwezekano mkubwa sana. Kwa hivyo manake Young Africans wanarudi katika ratiba nyingine ya kucheza mechi zao kwenye saa 10. Yes, kwa sababu of course wachezaji saa 8 na hawajawahi kucheza saa 8, lakini wanarudi katika ratiba ya kucheza saa 10 katika almost duru zima la mashindano mbalimbali ambayo watacheza wakitumia ule uwanja. Uwanja utakapowekwa taa, maana yake ndo watarudi kucheza ratiba ya saa 1 jioni kuanzia saa 12 kwenda huko mbele, kutokana tayari uwanja utakuwa na taa. Lakini tukija kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, uwanja ambao wanaenda kuutumia ni uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ni miongoni mwa viwanja vikubwa sana. Ni uwanja ambao unatumika na klabu ya JKT Tanzania. Kwa hiyo kama ilivyo kwa Young Africans, uwanja ambao wanautumia ni uwanja pia wa klabu ya KMC ambao ndio uwanja wao nyumbani, basi na Young Africans anakwenda kuingia pale. Kwa hiyo manake wenyeji wanakuwa wawili. Lakini kwa upande wa Meja Jenerali Isamuhyo ni Simba ambaye anakuwa mwenyeji, lakini mwenye uwanja wake kabisa ni JKT Tanzania, ndio wenye base yao pale. Kwa hivyo mazingira yako hivyo, na good thing ni kwamba uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo wenyewe tayari umeshafungwa taa na ulianza kuwa tested, uliangaliwa kwa mara ya kwanza ilikuwa ni wastani wa siku 2 zimepita, hapa 3 zimepita, kwa maana mchezo wa Azam dhidi ya JKT Tanzania. JKT Tanzania wakiwa nyumbani wametoka sare ya goli 1-1, lakini kabla ya ule mchezo ulichezwa mchezo wa awali pia, ambao kwa sababu ikumbuka ule mchezo ulikuwa usiku zaidi. Lakini mchezo wa awali ambao ulichezwa pale kwa ajili ya kutest taa ulikuwa ni timu za vijana, timu ya Azam ya vijana na timu ya JKT Tanzania ya vijana. Kwa walianza kuutest wale na akaja kucheza Azam na JKT Tanzania. Kwa hiyo mazingira ndio kwa hivyo mpaka wakati huu, kwa maana ya viwanja ambavyo vinakwenda kutumika kwa klabu hizi mbili ni hivyo viwanja viwili. Good thing vyote vipo ndani ya Dar es Salaam. Yes, sasa maana yake hapo nazungumzia ligi, mashindano yote ya ndani, kuanzia ligi kuu, ukaenda kwenye kombe la shirikisho la CRDB, ukaenda katika of course ndio hayo mashindano mawili ambayo anashiriki, kwa sababu ile mashindano mengine kwa maana ya Muungano na Mapinduzi yanafanyika visiwani Zanzibar, lakini haya mengine yataendelea kufanyika katika viwanja hivyo viwili, kwa maana uwanja wa KMC na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kabla sijamaliza na nikitoa update kidogo, ni update ambayo imetokea katika siku hizi mbili kuhusu miamba hii ya Dar es Salaam pia, kwa maana ya Simba na Yanga. Wapinzani wao katika michuano ya kimataifa, kwa maana ya Simba mpinzani wake ni Nsingizini Hotspurs. Wenyewe mechi yao ya mwisho wa ligi kuelekea katika kampeni ya break ya FIFA na kituo kitakachofuata itakuwa dhidi ya Simba, wamepata ushindi wa goli 1-0 na wamecheza na timu kubwa zaidi ndani ya kandanda ya Eswatini. Hapa nazungumzia Mbabane Highlanders. Hiyo ndio timu kubwa zaidi ndani ya Eswatini, lakini Nsingizini Hotspurs wamepata ushindi. Wapinzani wa Young Africans hapa nazungumzia Silver Strikers. Wenyewe mechi ya mwisho wamecheza leo hii jioni katika uwanja wa Kamuzu pale jijini Blantyre, Malawi, na wenyewe wamepata kichapo cha mabao 2-1. Yes, kutoka kwa timu kubwa zaidi ndani ya kandanda ya Malawi. Hapa nazungumzia Nyasa Big Bullets aka the People's Team au Maule. Kwa hivyo wapinzani wenu ambao mnakwenda kukutana nao katika mechi za kimataifa, matokeo yao ndio hivyo katika mechi za mwisho, na tunaendelea kufanya update ya kufahamu kuhusu hizo timu na nini ambacho kinaendelea, na tutakuja kujadili vitu vingi kuhusiana na timu hizo. Lakini wewe una nafasi ya kutoa comment juu ya hili la viwanja, kwa maana ya Young Africans wakwenda kutumia uwanja KMC tena, Simba wakwenda kutumia uwanja Meja Jenerali Isamuhyo. Unaona yupi mwenye advantage ya uwanja? Yaani kwa kupima uwanja, unaona nani ana advantage? Labda Yanga ana advantage kwa sababu ya uwanja huu na hivyo, Simba ana advantage kwa sababu ya uwanja wake una hivi. Kwa hiyo wewe unaonaje kwa mtazamo wako? Basi weka comment hapo katika comment section. Usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.